Ndugu zangu, mnafahamu ipo mifano ya nchi zilizopiga hatua kubwa kiuchumi duniani. Tunaona wazi mchango mkubwa wa elimu ya hisabati katika maendeleo yao. Kwa mfano, maendeleo ya haraka ya kiuchumi ya China katika miongo ya hivi karibuni yamechangiwa kwa kiasi kikubwa na uwekezaji mkubwa katika elimu ya sayansi, teknolojia na hisabati. Sasa hivi nchi hii imekuwa ndio mfanyabiashara mkubwa kabisa duniani. Bidhaa kutoka China zinakwenda kila pembe ya dunia, na tunaambiwa China ndiye mkopeshaji mkubwa wa taifa la Marekani. Sasa kama taifa la Marekani anakwenda kukopa China, China amepata nguvu ya kumkopesha taifa la Marekani kwa sababu amewekeza kwenye hisabati, akaweza kuwa na teknolojia, akaweza kuwa na ubunifu na akaweza kufanya biashara dunia nzima. Kwa hiyo na sisi hatuna budi kuona hilo na kujenga nguvu kazi ambayo ina umahiri katika somo la hisabati ili iweze kuwa na umahiri katika ubunifu na katika kutengeneza na kutumia teknolojia za kisasa. Vivyo hivyo, katika dunia ya sasa tumeshuhudia matumizi makubwa ya teknolojia katika sekta mbalimbali kama vile uchumi wa kidigitali, mawasiliano, ulinzi na tafiti za kisayansi. Sote tunafahamu sasa hivi dunia iko kwenye vita, kwa maana ya nchi ya Marekani, nchi ya Israeli na Iran zinapigana, na kinachotumika pale ni drone peke yake. Hakuna binadamu anakaa kwenye zile ndege nyuki, lakini ni sayansi ya data inatumika, artificial intelligence. Kwa hiyo uchumi imara unatokana na matumizi ya teknolojia, na ili uweze kutumia na kubuni teknolojia lazima uweze kuwa na nguvu kazi yenye umahiri katika masuala ya sayansi na hisabati. Kwa hiyo ndugu zangu, niseme tu kwamba chama hiki cha HITA kinao mchango mkubwa kabisa katika kuboresha elimu ya hisabati hapa nchini. Ninatambua mchango wa CHAHITA katika kuboresha elimu ya hisabati hapa nchini kupitia shughuli mbalimbali kama ambavyo tumemsikia mwenyekiti akisema hapo awali, na shughuli hizo ni pamoja na kuandaa maadhimisho ya siku ya hisabati duniani ambapo leo tumekusanyika hapa katika kusherehekea na kuadhimisha siku hiyo, lakini pia kuendesha wiki ya kufundisha hisabati kwa kujitolea katika shule zenye ufaulu hafifu. CHAHITA imeandaa pia mafunzo kwa walimu wa hisabati katika ngazi mbalimbali, lakini imeendesha mashindano ya wanafunzi wa sekondari hapa nchini kupitia mashindano haya ya Tanzania Mathematics Olympiad, yani TAMU. Na leo tunao wawakilishi kama ambavyo nimewatambulisha hapo awali. Lakini nimefahamishwa kuwa mpango wa kufundisha kwa kujitolea katika shule zenye ufaulu hafifu umeleta mafanikio makubwa. Kauli mbiu ya kongamano hili au maadhimisho haya ni hisabati na matumaini. Kauli mbiu hii inasisitiza kuwa hisabati inatupatia uwezo wa kuelewa ulimwengu unaotuzunguka na inatuwezesha kuchambua takwimu kwa usahihi na kupanga mikakati bora ya maendeleo. Naomba nitoe rai katika mambo yafuatayo. Kwanza, niombe wanachama wa CHAHITA waendelee kushirikiana na shule na halmashauri katika kuanzisha na kuimarisha klabu za hisabati shuleni pamoja na vituo vya walimu, yani Teachers Resource Center, TRCs. Pili, walimu waendelee kutumia mbinu bunifu za kufundishia na kujifunzia hisabati ili kuwasaidia wanafunzi kulipenda na kulielewa somo la hisabati vizuri. Nimeambiwa mojawapo ya sababu au visababishi vya watoto kuchukia somo la hisabati ni walimu wa hisabati kupenda kutumia viboko. Sasa hilo tutashirikiana na chama cha hisabati Tanzania tuone namna ya kutekeleza, kwa sababu yapo maagizo ya serikali ya kukataza adhabu ya viboko. Tatu, niombe CHAHITA iendelee kupanua shughuli zake katika mikoa na wilaya mbalimbali, hususan katika maeneo ya vijijini ambapo kuna uhaba mkubwa wa walimu wa hisabati. Nne, CHAHITA iimarishe ushirikiano na taasisi mbalimbali za elimu na teknolojia ikiwemo Taasisi ya Elimu Tanzania yani TET, vyuo vikuu pamoja na wadau wengine wa elimu ili kutumia ipasavyo teknolojia katika kufikisha maarifa ya hisabati kwa walimu na wanafunzi waliopo mikoani. Hapa niseme kwamba teknolojia inaweza ikatusaidia
kuweza kufikisha hizi mbinu bora, mbinu bunifu za kufikisha mbinu za ufundishaji wa hesabu katika maeneo ya pembezoni. Na teknolojia hizo ni pamoja na madarasa janja, smart classes. Nafahamu pale TET au Taasisi ya Elimu Tanzania wanayo studio nzuri sana ambayo inawezesha mwalimu kukaa pale na kutoa mhadhara, na wanayo television pia ambayo inawezesha kuweza kufikia wanafunzi walioko pande zote za nchi hii. Lakini pili, kuna majukwaa ya kidigitali na kujifunzia. Tatu, kuna mafunzo kwa walimu kwa njia ya mtandao. Hizi ni nyanja ambazo CHAHITA inaweza ikatumia kuweza kuwafikia walimu na wanafunzi katika maeneo ya pembezoni ya nchi yetu. Naamini kuwa kwa kuimarisha ushirikiano wa CHAHITA na taasisi za elimu, vyuo vikuu na taasisi za sayansi na teknolojia, unaweza kupunguza pengo la ubora wa elimu kati ya shule za mjini na zile za vijijini. Nimemsikia mojawapo ya matamko ambayo Mheshimiwa Rais ameyatoa, ambaye ametupa sisi Wizara ya Elimu, ni pamoja na kuunganisha shule za vijijini na za mijini kwa njia za kidigitali. Kwa hiyo hapa CHAHITA na yenyewe inaweza ikaingia katika kuunganisha shule za vijijini na za mijini kidigitali kwa kutumia mbinu za kiteknolojia kama smart classes ambazo nimezisema. Nimesikia changamoto zinazolikumba somo la hisabati hapa nchini pamoja na mapendekezo ambayo yametolewa na CHAHITA. Naomba kwa niaba ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia niahidi kuchukua changamoto hizo pamoja na mapendekezo ya kuyatatua na kuyafikisha wizarani, tuone namna ya kuyatafutia ufumbuzi. Baada ya kusema hayo, napenda kutamka rasmi kuwa maadhimisho ya siku ya hisabati duniani IDM 2026 yaliyofanyika kitaifa katika uwanja huu wa Duse yamehitimishwa rasmi.